السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد ويخشع لعظمته من يركع ويسجد سبحانه كرمه سيئا ولا يحتاج إلى أن يقال جد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. فيا أيها الناس فقد فاز المتقون. Nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ukiangalia makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuleta katika ulimwengu huu ni ili tuweze kumwabudu na si vinginevyo, na pia vile vile hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutujalia mimi na wewe kuweza kupatikaniwa na afya iliyo sawasawa, na tukaweza kujua kwamba leo ni siku gani. Leo wanasema kwamba ni sayyidul ayyam, na
tukiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja anaelewa kwamba makusudio na malengo ya mwezi huu, lakini pia vile vile mwezi huu vimezungumzwa vitu vingi sana vinavyohusu mwezi huu wa Ramadhani. Na mimi hivi leo nikaona kwamba niweze kukumbusha katika jambo ambalo tulio wengi katika jamii tunaghafilika na jambo hilo, nalo si jambo geni, ni jambo ambalo limezungumzwa sana na mashehe kwa namna mbalimbali. Jambo lenyewe ni zakatul fitr. Zakatul fitr ni jambo miongoni mwa majambo yanayosahaulika sana katika jamii. Kwa maana hiyo, zakatul fitr, yaani zaka ya kumaliza funga. Tukisema zaka ya kumaliza kufunga, ndiyo tunakusudia kwamba zakatul fitri. Tukiangalia Ali ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, Ibn Abbas anasema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri, ameifaradhisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri. Na kujua kwamba wama faradahu sallallahu alayhi wasallam au amara bihi falahu hukmu ma farada Allah. Chochote ambacho amekifaradhisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam au amekiamrisha, kwamba tunajua kwamba jambo hilo falahu hukmu ma faradahu Allah, kwamba kinachohukumu kile ambacho amekifa, kama kile ambacho alichokifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama faradahu sallallahu alayhi wasallam au amara bihi falahu hukmu ma faradahu Allah. Kwa hiyo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema kwamba faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri. Ni kwa sababu gani, ni kwa malengo gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha zakatul fitri? Akaeleza kwamba tuhratan lisaimi min al-lahwi war-rafathi. Sababu ya kwanza ya zakatul fitri, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaeleza kwamba tuhratan lisaimi min al-lahwi war-rafathi, kwamba ni kwa ajili ya kumtaharisha mfungaji. Zakatul fitri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha kwa ajili ya kumtaharisha mfungaji. Kumtaharisha na kitu gani? Min al-lahwi, kutokana na porojo alizokuwa akifanya, warafathi, na mataka aliyokuwa akifanya wakati amefunga. Hii ni sababu ya kwanza ya zakatul fitri. Mtume ameifaradhisha kwa sababu ya kumtaharisha mfungaji na yale matelezo aliyokuwa akiteleza akiwa katika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na vile vile yale mambo mabaya ambayo alikuwa akiyafanya kwa bahati mbaya, kwa zakatul fitri ameifaradhisha kwa sababu tuhratan lisaili min al-lahwi wa rafath. Na kazi ya pili ya zakatul fitri, wa tu'matan lilmasakin, ni kwa ajili ya kuwalisha maskini. Hao maskini wakishapewa zakatul fitri, na wenyewe watafurahikia katika sikio hili kama wanavyofurahikia watu wengine.
Akasema kwamba watalabatan lilmasakin, ni kwa ajili ya kuwalisha maskini. Unaangalia katika mtaa wako kuna masikini, kuna mafukara, yatakikana wapewe zakatul fitri. Akaeleza akasema kwamba waman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun, na yeyote atakaitoa zakatul fitri kabla salati, kabla ya sala ya siku ya Idi, fahiya zakatun maqbulatun, hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Waman addaha, na yeyote atakaitoa zakatul fitri baada salati, baada ya sala, fahiya sadaqatun min as-sadaqati, atakuwa ametoa sadaka miongoni mwa sadaka tu. Hii imefaradhisha kama ilivyofaradhishwa zakatul mali. Zakatul mali imefaradhishwa kwa sababu ya kuweza kuisafisha mali yako, ya kuweza kuikuza mali yako, na zakatul fitri imefaradhishwa kwa ajili ya kuweza kukusafisha wewe uliofunga, kwa ajili ya kukusafisha na yale uliokuwa ukiteleza katika mwezi wa Ramadhani. Wakala aidan, amesema vile vile amanuhu anitawafi fi hadha al-yawm, kwamba wasaidieni wao maskini na mafukara, anitawafi fi hadha al-yawm, kuepukana na kuzunguka siku ya Idi, wasikose furaha siku ya Idi, wasiwanyonge siku ya Idi. Wakishapewa zakatul fitri hawezi wakawanyonge, hawezi wakakosa furaha. Wakipewa chakula hicho watafurahikia sawasawa na wale matajiri, watakuwa wote wana furaha sawasawa, kwa sababu na wenyewe wameshapata kitu cha kuweza kutumia siku hii. Wahia, ukiangalia kazi nyingine ya zakatul fitri, anasema kwamba sababun liqabuli siyami, kwamba ni sababu ya kukubaliwa fungu. Wengi wamenichukulia au wamekichukulia kitu hichi ni chama siara masiara. Kwanza inakuwa ni sababu, na sababu inaachwa. Sababu ni muhimu. Ikiachwa sababu, watarajia upate kitu gani, na hali ya kuwa umeacha sababu ya kuweza kukusafisha wewe. Ikiachwa sababu, ulichokifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani kitakuwa na mati, kitakuwa na kazi gani, kitakuwa na faida gani ulichokifanya. Ukiacha sababu, utafaidika vipi na mwezi huu ambao umetambika, umeshinda na njaa? Ukiacha sababu, funga zetu zitakubaliwa vipi? Aliyekuwa bwana huyu anasema kwamba wahia, kazi nyingine ya zaka, sababun liqabuli siyami, ni sababu ya kukubaliwa funga. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema saumu shahri ramadhana muallaqun baina as-samai wal ardi, kwamba funga ya mwezi wa Ramadhani muallaqun baina as-samai wal ardi, inaelea kati ya mbingu na ardhi. Funga uliyofunga mwezi mzima inaelea kati ya mbingu na ardhi. Wala yarfau illa bizakatil fitri, maana yake la yakbaluhu Allahu qabulan kamila. Tena kwa nakira zote kaleta
qabulan kamila, kwamba funga ya mwezi wa Ramadhani ikiwa inaelea kati ya mbingu na ardhi, usipotoa zakatul fitri haiwezi ikapandishwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usipotoa zakatul fitri, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saumu shahri Ramadhan mu'allaqun baina as-samai wal ardi wa la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Unaonaje umeshinda na njaa mwezi mzima alafu kitu kikawa ni pungufu? Unaonaje umetaabika mwezi mzima alafu mwezi unaisha hali ya kuwa kitu chako kipo pungufu? Utajisikiaje? Kwa hiyo hivi vitu ambavyo tunavizarau tutoeni ndugu zangu zakatu. Hivi vitu ambavyo tunaviona vidogo ni vikubwa sana na vinakuwa ni sababu ya sisi kuweza kukubaliwa funga zetu, kwa mujibu wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yatimu jami'u ma tarattaba ala siyami ramadhana illa bi ikhrajiha, kwamba na hayatimii yote ambaye yamepangika juu ya mfungaji illa bi ikhrajiha, isipokuwa ni kwa kutoa zakatul fitri. Yote ambaye yamepangika kwa mfungaji hayawezi yakapangika kwa kule kuacha kutoa zakatul fitri. Ambaye yamepangika kama vile kuachwa huru na moto, kama vile kulipwa, ni mambo ambayo yamepangika kwa mfungaji, na mengine ambayo yamepangika kwa mfungaji. Kila mmoja aelewe kwamba ni mambo gani yaliyopangika kwa mfungaji. Lakini ndugu zanguni, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ikhtilafu ummati rahma, kwamba kutofautiana kwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rehma. Khilafu ulamai, akaeleza kwamba ikhtalafa ulama, walikhtalifiana wanawazuoni hapa kuhusiana na jambo hili la kutoa zakatul fitri. Ni wakati gani itolewe zakatul fitri? Wanawazuoni hapa kila mmoja akazunguka namna yake alivyozunguka, kwamba ikhtilafu ulama fi wakati ikhraji zakatul fitri. Fadhahaba Abu Hanifa, na ameenda Abu Hanifa ila jawazi taqdimiha lihaulin au haulain, hii zakatul fitri. Akaeleza kwamba huyu Abu Hanifa ila jawazi taqdimiha, juu ya kujuzu kuitanguliza zakatul fitri lihaulin au haulain, muda wa mwaka mmoja au miaka miwili, kiasan ala zakatil mali, hali ya kufananiza na zakatul mali, kwa sababu zakatul mali inatolewa kwa kuzungukiwa na mwaka. Kwenda huyo akafananiza zakatul fitri, anasema kwamba itolewe lihaulin au haulaini, muda wa mwaka mmoja au miaka miwili, kiasan ala zakatil mali, hali ya kufananiza juu ya kiasi cha zakatul mali kwa kuzungukiwa na mwaka. Wadhahaba Shafi'i, na ameenda Imam Shafi'i ila jawazi taqdimiha, juu ya kujuzu kuitanguliza zakatul fitri min awali shahri Ramadhana, mwanzo mwezi wa Ramadhani. Ilitakikana watu waanze kutoa zakatul fitri kabla ya kuanza kufunga. Huyu ni Imam Shafi'i anasema. Wadhahaba Malik, na ameenda Imam Malik ila annahu, juu ya kwamba mambo yalivyo, ila annahu, hakika mambo yalivyo, la yajuzu taqdimuha mutlaqan, kwamba haijuzu kuitanguliza zakatul fitri kwa hali yoyote, kasalati kabla wakatiha, kama vile kusali kabla ya wakati wake. Kwa hiyo haiwezekani tutoe kabla
kasalati kabla wakatiha, wa dhahaba al-anabila, na ameenda huyo na umeenda hao wafuasi wa Ahmad bin Hanbal ila jawazi taqdimiha, juu ya kujuzu kuitanguliza zakati al-fitri kabla al-Eid, kabla ya siku ya Eid, biyaumi, kwa siku moja, biyaumaini, kwa siku mbili, kwamba yatakikana itolewe biyaumaini, kwa siku mbili kabla ya siku ya Eid. Kwa maana hiyo watu wanaanza kutoa zakatul fitri kuanzia mwezi 27, 26 biyaumaini. Wa bihadha, na kwa kauli hii aliyosema kwamba zakatul fitri yatakikana itangulizwe kabla ya Eid biyaumaini, kwa siku mbili. Wa bihadha, na kwa kauli hii hasala ittifaq al-a'immati thalatha, kwamba imepatikana itifaki ya wanawazuoni watatu, kwamba wamepatana kwamba inafaa kutolewa zakatul fitri kabla ya yaumaini, kabla siku mbili. Wa atba'ihim, na wafuasi wao vile vile, ala jawazi ikhrajiha, juu ya kujuzu kuitoa zakatul fitri muajjalatan kabla al-Eid bi yaumaini faqat. Kwa zakatul fitri yatakana itolewe kabla ya siku ya Eid kwa siku mbili hapo nyuma, yatakikana zakatul fitri kila mmoja awe tayari kashaitoa. Kwa mpatano wa wanazuoni watatu hawa wamepatana hivyo. Lima rawa al-Bukhari qala kwamba kanu yumutuna qabla al-fitr bi yawmin au yawmayn, kwamba walikuwa wakitoa masahaba zakatul fitri biyaumin au yaumaini, siku moja au siku mbili. Na hapa kwa nini aseme kwa siku moja au siku mbili? Siku ya Eid watu wanakafilika sana, kwa sababu kila mmoja ashughulika na mambo yake, hawezi akakumbuka tena kwamba kuna zakatul fitri. Watu wanakafilika, ndio maana wanawazuoni wakapatana juu ya kuitoa zakatul fitri kabla ya siku mbili, yatakikana itolewe, kwa sababu siku ya Eid kila mmoja anashughulika na mambo mengi. Siku ya Eid watu wanakuwa na mambo mengi. Ndugu zangu, ayuha nas, enyi watu, enyi ndugu zangu, ili jambo ni jambo ambalo tulio wengi tunalipuuza, lakini tujue kwamba waliokuwako kabla yetu ndio kama hawa walikuwa watoa kabla ya siku moja. Ni watu ambao walikuwa na imani zilizoenda ndani, watu ambao walikuwa wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanafuata maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio uone hivi leo watu hatuna habari na majambo kama haya, watu tunapuuza yale ambayo ametuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumeambiwa kwamba ni sababu ya kuweza kukubaliwa funga zetu. Na ukiacha sababu, itakubalika vipi funga yako? Zile imani ndio tunazikosa, ndugu zangu. Ndio maana mambo haya tunayachukulia ni ya kawaida, kwa sababu ile imani zetu zimekuwa ni ndogo, ndugu zangu. Na ukiangalia imani namna ilivyozungumza, huyu bwana akasema innal imana, hakika imani, ili tuweze kusadikisha yale ambayo tumeyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Imani zetu ndizo zinasadikisha kile tulichofanya. Innal imana laysa bitamani wala bitali. Imani sio kutamani tu na kujipamba, ndugu zangu. Walakin al-imana ma wakara fil qalbi wa rasakha fihi wa
lakini tujue kwamba kwa kupitia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba funga ya mwezi wa Ramadhani inaelea kati ya mbingu na ardhi. Kama yaelea na haujatoa zakatul fitri, watarajia nini mbele za Allah subhanahu wa ta'ala? Kweli kwa sababu lazima tujitahidi sana kwa haya masiku tuliyobaki, sio masiku, ni leo tu. Lazima tujitahidi tuweze kutoa zakatul fitri. Na tumeshaelezwa kwamba ukitoa baada ya swala hii utakuwa umetoa tu sadaka kama sadaka zingine unazotoa. Na kama umetoa sadaka tu kama sadaka zingine, watarajia nini kuhusiana na funga yako? Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuthibitisha nyoyo zetu tuweze kulikumbuka jambo hili ili funga zetu ziweze kufika salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فيا أيها الناس فقد فاز المتقون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارفع عن خليفة نبيك على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق. اللهم عن الإمام الأول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. اللهم عن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. اللهم عن ليث بني غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أفضل وأعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.